Sifa, namshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Tarehe 12 nipo ndani ya town ya Arusha na jiji la Makala na kunaelewa katika. Kwa hiyo niko fresh, niko fire. Bado brand nipo ya. Leo Young Africans alikuwa na kibarua dhidi ya Tanzania Prison na alipata ushindi wa bao 1-0. Dakika za jioni Depu anabeba Young Africans wanapata alama 3. Pengine hii inakuwa ngumu kwa Simba Sport Club kupunguza zile gap za alama 5, manake anagawa vipigo tu Young Africans. Kwanza wale wote tunaendelea sana kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Na nashukuru vile wana michezo duniani kwa ujumla, Afrika Mashariki na Kati na Tanzania. Kila mtu sasa anaelewa maandiko yanazidi kutimia. Wale wanaosoma vitabu kama sisi, kusoma kitabu cha Danieli kuanzia 5 na kuendelea, unakwenda kukutana na Nebukadneza, yule mfalme, yale yaliyomtokea hadi mwanawe Belshaza, kana kwamba akatumia vyombo ambavyo vilivyotoka utumwani nchini Misri katika hekalu. Alikuja kutumia ambavyo yeye baba yake Nebukadneza alikuja kutumia, Belshaza alikuja kutumia, matokeo yake akaja kukutana na alifanya kama chile fulani. Watu wale kama 100 hivi ambao yeye anawakubali sherehe na nini na wake zake na nini, akakutana na kiganja pale kimeandika kiganja kwenye ukuta, mene tekeli na pelezi. Kwa nini nasema hivyo? Nyakati za watani zishakwisha. Nyakati za watani zishakwisha. Miaka 4 waliochukua ile tayari inatosha. Vitu vinajionyesha live bila chengo, utakia hata kutumia nguvu ya ajabu, yani nguvu kubwa kivile. Kama hamna, kama no hii yani ishaonekana wana force tu. Ila wana force wanafanikiwa pasi. Unafanikiwa kwa staili gani? Kwanza mimi niwapongeze Prison. Wameandaa mechi yao. Ilikuwa iende Mbeya. Imekuwa ikatokea kasi ambacho wataka eleweki. Piko pale kati. Yani eleweki. Mechi mara tena kuna baadhi hadi wafanyabiashara wametoka skona mbalimbali, wao wanauza jezi hao na tunawaelewa sisi. Wanatumia gharama zao bila kusaidiwa na mtu wote wakapata kipato chao. Wamekwenda mpaka Mbeya, wameweka wengine matenti, wanatulia, wanasubiria waje kwa biashara. Hawajatulia, wanaambia bwana game Tabora bora. Prison urekebishwaji wa tabia wale. Prison unajua ile slogan yao urekebishwaji wa tabia. Kwanza wanapongeza Tanzania Prison, wameamua kufuata heshima. Unajua ukishakuwa jeshi lazima kidogo kuwe na heshima. Wamefuata heshima ya nchi na heshima ya mpira wetu. Wakatoka zao wako Tabora. Wakarudi sasa. Wakaja hapa nani? Wakaja nani? Tabora. Silikuwa Mbeya, ilikuwa Mbeya Tabora. Tabora kwa washajiandaa. Kiakili kabisa kwa mechi yetu tunacheza hapa Tabora. Ali Hassan Mwinyi Tabora. Wameandaa kila kitu. Jinsi ya kupanga pale bwana yule akija hivi yani ukanda mazingira yote. Baadaye hawa watani wetu wakaforce tena. Bwana huko sisi mtajua wenyewe. Yani taarifa watu hawana wote yale wanazo. Mechi inakuwa Dodoma. Mechi Dodoma. Tanzania Prison mimi napongeza wakakubali. Wakaenda. Hii kwa wao. Lakini mimi nataka niwaambie tu watu wadau wa mpira wa miguu. Hii kwa wao, lakini kwa sisi Simba Sports vitu kama hivyo hatutofanyiwa. Kwa huko tunakokwenda nako kwa mpira. Hatutovikubali. Huu mwaka ni mwingine kabisa, na tunataka niwaambie wanasema hizo. Unyonge basi. Nakwambiaje? Hii safari hii sisi Simba Sports tunapotoa. Safari hii miaka yote tunaona wenzetu wanavyochukua ubingwa ni kimagumachi. Yaani huu mara kafuka goli la mkono, huu mara sio kwa hivi, mara sio. Na sisi mwaka huu tutafuata taratibu ambazo stahiki za kupata matokeo. Kama na sisi kibidi kama goli la mkono tufunge tupate ubingwa. Kikubwa pointi 3. Cha muhimu mwaka huu sisi, yani ule ubaya bora mwaka huu ndio tuko kamiligado. Kama kuna goli la mkono na sisi tutatumia goli la mkono. Kama kuna mbinu na wao wanazotumia wapate matokeo na sisi tutatumia mbinu hizo za fani. Ili mradi tungado kwa ngado. Yani mwaka huu tumeamua kwa kweli tuko very serious tofauti na watu
wanavyofanyia. Tanzania Prison mimi nawapongeza. Imedhihirisha kama wasingeyumbishwa wapelekwa huko mrudi huko kiko wapi? Goli lenyewe hilo kwa mbilinge kwa mbilinge kwa tabu baba tupai wanapata kimoja, na ingekuwa huko wangesema wapeleke huko wangepata, yani kwa mfano ningekuwa Tabora wangepata hata ile goli moja, ila walichungulia mbali. Sio kuchungulia mbali, wamewachosha wale mazingira ya usafiri wao. Wale unajua wanasafiri na uso wa kima, tunajua wanasafiri wa kawaida na nini mara aeroplane na nini. Kwa kifupi Tanzania Prison hawajatendewa haki, lakini kwa vile ndio kila mtu sasa hivi ashaona kwamba hii tunapelekana wapi, lakini sisi pasipoti safari hatutokubaliwa. Mechi kwa sehemu fulani tunakwenda kwa hiyo sehemu nyingine. Hii sehemu nyingine sisi tunakwenda ambaye haitoeleweka. Hii ndio Simba ambaye mwaka huu tunaitaka sisi yani. Tunaitaka Simba ya mwaka huu ndio staili hiyo. Kwamba huku kama hivi sheria zifuatwe, taratibu zote zifuatwe. Kuna namna pasi wapinzani wenu wana nguvu sana, hususan kwenye maamuzi. Wana meno sana. Wanang'ata kuzidi virabu vingine kwenye ligi yetu. Sasa hiyo kila mtu si anaona. Kama wewe unasema hivyo, mwingine ataona, mwingine ataona. Lakini mimi nachoona wanachokifanya ndio kinazidi Simba Sports kutuimarisha. Unajua mwanao unapompeleka katika shule ya hela nyingi, alafu unaenda kumwomba mwalimu mtihani msaidie tu mwanangu ili kuwa tasofea. Mwache mwanao atumie ile nguvu kazi yake ile kuwa nayo, ile discipline zake alizokuwa nazo zimpe matokeo sahihi. Matokeo chanya afaulu. Sasa mimi binafsi wewe mwisho wa safari ndio kule kimataifa. Goli moja limeshindwa kuwavuta. Mtanioni kimataifa. Sisi Simba Sports usajili tuliofanya dirisha dogo. Kila mwana Simba tayari kashaigundua timu yetu iko katika staili gani. Ni miaka mingi dirisha dogo tulikuwa tunafeli tunakwenda hivi, lakini mwaka huu tuko very serious tofauti na watu wanavyotarajia. Tuko vizuri mno, tumejipanga mno. Ukitia mguu tunatia mguu. Tunatia mguu. Ulimsikia afisa habari wao Ali Shaban Kamwe alisikitika sana, akasema ana majonzi ya vitu viwili, kumkosa Jobu na watu kudhulumiwa. Sisi wangapi tumewakosa katika mechi za kimataifa? Hiyo haijalishi, labda wao ndio imekuwa timu yao kama Kaukankuvaya, akikosekana mtu fulani labda ndio hivyo. Tushatoka maisha tena Kaukankuvaya yoyote yule anakutungua. Ulitegemea jana kama ili Mpanzo drill machine atafanya yale mambo? Hakutegemea wapi. Hiyo ndio Simba bro. Simba yetu hii ndio ya maziwa na asali. Haina tena Kaukankuvaya. Aliumia sana juu ya dhuluma. Wewe asikuumize dhuluma wapi? Sisi wenyewe tunataka goli letu lile moja. Hivyo nataka niwaambie viongozi wetu. Kama kuna uwezekano tuandike karatasi sahihi na ushahidi uwepo live bila chenga. Si wale bodi washatuambia kwamba ile goli la halali. Goli la halali likataliwa. Sasa sisi tuna kitu basi kama tupeleke kule. Tupeleke kule FIFA kule wakalione nini? Pata alama tatu. Walione hataki alama tatu. Waone kwamba mpira wetu tunakopelekwa wapi sasa hivi. Bro, hii ligi yetu tunavyoona kwa nini inakuwa bora? Watu washindwa kuelewa na wanashindwa kusema kweli. Hii ligi inakuwa bora kwa ajili ya Simba Sports Club. Na sio vilabu vingine. Hakuna. Hao wote wanatuiga sisi. Simba ndio timu pekee inasababisha ligi yetu iwe tamu, ipendeze, watu waielewe. Timu zote zinaelewa. Kaskazini kote hamna hata mtu anayetaka sasa hivi akipangwa pangwa na Simba Sports. Wengi wanaubali. Wanajua. Kwanza tujipendekeze kule kaskazini. Sisi mpira wetu ndio wenyewe wale wanataka urafiki na sisi. Tofauti na wale ifanye kujipendekeza kwamba si una ndugu na wale, una ndugu wapi na wapi. Wewe na yule una urafiki wewe na urafiki na Ottomani wapi na wapi Osman Bey? Wapi? Haiwezekani. Sisi kwanza ndio nyasiri na wale wa kaskazini. Unaposikia wakina Luwei sisi ndio mpaka tunaanza kuvaa jezi, kupanda aeroplane, sisi hapa. Mimi nataka tu nikwambie wewe ukae uelewe kwamba sisi Sports level yetu tofauti kabisa na timu zote zinazocheza. Na ndio maana kila mechi yetu sisi tunaocheza, kila mchezaji anataka naye ajionyeshe. Ili tumsajili. Mimi binafsi nawapongeza sana wachezaji wangu jinsi wanavyojituma, napongeza sana viongozi wangu wote wako very strong na wanaelewa. Sisi kama mechi aina yoyote waamuzi wa kusimamia sheria zao. Tunaona hata mechi la juu watu hawajui wetu tunakwambia mara hivi, mara hivi. Watu maneno mengi. Maneno mengi. Favor Simba na favor ya waamuzi. Bro.
Sisi kipindi kile tuko na msemaji wetu Mjomba Chogero. Mjomba Chogero alikuwa anatembea paka na TV anaonyesha hii tumezulumiwa. Hivi. Tulichogundua sisi hii miaka minne yote wanaochukua wao kombe. Hii yote inakuwa yote kila mtu anaona ni dhulma. Yaani si unaona unajua vitu vingine unatakiwa tu. Hasa na sisi potelea mbali. Huu mwaka ubingwa tu. Yaani mwaka huu sikishafika mwezi wa 4 mwishoni wana Simba nataka niwaambie wanyoe makwapo kwa ajili ya kunyanyua. Wamemiss kunyanyua. Yaani tunanalo kishezi na tuna imani kabisa kwa timu tulokuwa nao. Kina Dubasuge. Wakina Ismail Ture. Bro na vyuma Chama mwenyewe tayari keshakuwa tayari under 17. Kadini Chama baba. Bro walisema Guantanamo yale kwa Zuguni Dodoma na launch. Kuisha bali. Bro, tumejipanga tuko very serious tofauti na watu wanavyofikiria bro. Tuko town kama unavyoona na confidence zote na jiamini na domo control, domo balance, domo technical, domo brain, domo food.